wa dira mpya inayoenda mpaka 2050, na kwa kuwa tumeanza utekelezaji wa mpango mpya, tunaanza mwezi wa 7. Hiyo ndiyo hatua ambayo itakwenda kufuatia. Zimejengwa zahanati zaidi ya 2700, vimejengwa vituo vya afya zaidi ya 649 kwa nchi nzima. Lakini ipo miradi ya umwagiliaji kama ambavyo tumetoka kusikia hapa tena kwa waheshimiwa wabunge, paka hapa Rukwa kuna miradi ya umwagiliaji imejengwa, ipo kwenye utekelezaji miradi ya umwagiliaji 780. Awali tulikuwa na miradi 13 ya umwagiliaji. Unaweza ukaona ni hatua kubwa kiasi gani inayolenga kugusa maisha ya Watanzania ya moja kwa moja. Lakini sio hilo tu, vimenunuliwa vifaa tiba. Zamani ilikuwa MRI mpaka uende Dar es Salaam, zikanunuliwa MRI kwenye kila hospitali za rufaa na za kanda. Zamani CT scan zilikuwepo takribani 12 ilikuwa mpaka uende Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais akanunua 32 kwa mpigo. Kila hospitali ya mkoa sasa ina vipimo hivyo. Haya ni kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania. Lakini sio hayo tu, tulikuwa na mitambo mitatu tu ya maji. Yaani ninyi Nkasi hapa mkitaka kuchimba kisima, ilikuwa lazima msubiri mtambo ulioko na Mtumbo. Ninyi Nkasi hapa mkitaka kuchimba kisima, mnaambiwa mtambo ule huko Mkinga kule Tanga. Mheshimiwa Rais akanunua mitambo kwa kila mkoa kwa mpigo. Hivi tunavyoongea kila mkoa una mtambo wake wa kuchimba maji. Kila ukanda una mtambo wake wa kuchimba mabwawa, ujenzi wa mabwawa. Kila mkoa, kila ukanda una mtambo wake wa kupima wapi maji yapo. Kwa hiyo nitoe maelekezo kwa mikoa na wilaya, twendeni tutumie mitambo hiyo kuwapatia wananchi maji. Tengenezeni bajeti zenu kufuatana na vipaumbele, tutumie mitambo. Mama ameshatuletea mitambo, twendeni site tuwapatie wananchi maji. Nalisisitiza hili kwa sababu najua mambo yote ya nchi hii. Wapo wasiopenda kuchimba maji kwa mitambo, wanataka watoe zabuni. Na sio siri, kwa sababu zabuni huwa zina pasenti. Kwa hiyo tutaletewa mitambo itapaki, kila siku tutakimbizana na zabuni. Tutasema bajeti ya mitambo kuipeleka ichimbe haipo, lakini bajeti ya kulipa mzabuni ipo. Sasa naelekeza mitambo ile sio ya kupaki, mitambo ikachimbe maji. Nimesema miezi 6 baada ya bajeti, sitaki kusikia shule haina maji, sitaki kusikia zahanati haina maji. Tumebakiza vijiji takribani 1500 ili vijiji vyote viwe na maji. Mitambo tunayo. Kwenye eneo ambalo hatuwezi kupata maji ya kuchimba, mitambo ya kujenga mabwawa ipo, na Mungu anatupatia mvua nyingi, maji yanatapakaa. Hata maeneo kame maji yanatapakaa. Hii habari ya watoto kutembea na vidumu viunoni baada ya miezi 6 ya bajeti iishe, tuchimbe maji ama tutengeneze mabwawa. Haya ni baadhi tu, lakini mambo yaliyofanyika ni mengi, na mimi napita kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kasi ya utekelezaji wa miradi, ubora wa miradi, lakini pia na kuwasikiliza wananchi. Nimepita katika baadhi ya maeneo, nimegundua katika baadhi ya maeneo kuna kusinzia.
Nimeona katika baadhi ya maeneo kuna kusinzia sinzia, kulemaalemaa, mazoea, udokozi. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki, na niwaambieni, hakutakuwa na mzaha wala hakutakuwepo na kuvumilia masuala ya uzembe, masuala ya wizi, ubinafsi, ufisadi, uvivu. Na kwa wale ambao wanafuatilia ziara tu, niwakumbushe katika hotuba ya Mheshimiwa Rais ya kuzindua bunge alitoa kauli ile, nendeni mkarudie kwenye hotuba ile.